الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء الله. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة تزanguni watukufu wa Islam, naihusia nafsi yangu bila kusahau kuhusia juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mbali na yote hayo, si kila aliyeiona siku ya yaumul Jumaa akaafikishwa kuwahi msikitini, akawezeshwa kuwahi msikitini, la, bali kuna wengine wameiona yaumul Jumaa lakini bado wanaendelea na ishtighali zao, pamoja na kuwa kuna aya ya wito, kuna aya ya kemeo kwa kuacha yale ambayo wanafanya pindi tu muda wa swala ya Jumaa unapofika, lakini bado wameshindwa kuzinduka. Tunawaombea kwa Allah na sisi tukijiombea awazindue wao na azidi kuzindua na sisi, ili tunapopata wito wa siku kama leo na wakuwa tayari aya ya wito ipo, basi tuache tunayoyafanya na mara moja tumkimbilie Mola wetu Subhana kwa ajili ya kupata kheri, kwani mwenyewe anasema dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kufanya hivyo kwa kuacha kila unachokifanya, kama ni biashara ukaacha, kama ni kazi ukaiacha, kama ni pumziko ukaliacha, kama ni kila aina ya starehe ulikuwa ukifanya basi ukaiacha kwa ajili ya kumwitikia Mola wako, basi Allah anasema dhalikum khairul lakum, kufanya hivyo ni bora kwenu, in kuntum ta'lamun, ikiwa nyinyi mnajua. Kwa hiyo kila mwenye sifa ya kuwa ni mwenye kujua katika zile amri za Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye kujua katika makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye kuijua nafasi yake, basi anapaswa kila anaposikia wito idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'. Kwa hiyo hii aya ipo toka enzi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, zimepita zama na zama mpaka katika kipindi chetu. Aya hii ipo na inasomwa, ipo kihukumu na ipo kiusomaji, lakini kwa masikitiko makubwa baadhi yetu, pamoja na uzito wa hii aya na umaarufu wa hii aya, lakini bado muda wa swala ukifika wa yaumul Jumaa kama hivi, watu bado wanaendelea na ishtighali zao, wakitega sikio katika mimbari za mahatibu mbalimbali, wakisikilizia hutuba ya pili, waanze kufanya istidadi ya kutoka majumbani mwao kuja misikitini. Mpaka katika msikitini hutuba ya pili imeisha, ataswali salamu ya pili ya imamu, basi yeye humuinua na kwenda zake nyumbani. Subhanallah, huyu bado hajajua. Akijua ataacha anachokifanya kwa ajili ya kumwitikia Mola wake. In kuntum ta'lamun fas'au ila dhikrillah. Hivyo tumshukuru Allah kwa neema hiyo. Sisi tumekuwa miongoni mwa wachache ambao wameweza kuifanyia kazi aya hii, tukawahi msikitini mapema. Muombe Allah atukubalie haya tunayofanya. Ndugu zangu, tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, siku zinayoyoma, ayaman ma'dudati kama qala tabaraka wa taala, ni masiku machache mno yenye kuhesabika. Tulianza juzi siku ya kwanza, tukaendelea siku ya 7, tukaenda ya 10. Hivi sasa tushaugawa mwezi na tunaenda kwenye nusu ya mwezi uliobakia. Subhanallah, ni kama juzi tu hapa tulikuwa ndani ya mwezi wa Rajab, ni kama juzi tu hapa tulikuwa kukumbushana fadhaili mbalimbali zilizopatikana kwenye saumu ya mwezi wa Shaaban, ni kama juzi hapa kwa tukamilisha mwezi wa Shaaban kuelekea kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini hivi sasa tayari tushaimaliza nusu nzima ya mwezi. Nikisema nusu nzima ya mwezi ni siku 15. Sisi tuko kwenye 15 plus.
Ndani ya siku 15 kuna wiki mbili. Wiki moja ni sawasawa na siku 7. Kwa maana hiyo tumemaliza 7 mara 2. Lakini kikumbukumbu tumeanza juzi hapa. Hii ni kuonesha Allah tabaraka taala hawezi kusema uongo. Anaposema muda ni mchache, siku ni chache zenye kuhesabika, watu wahamasike, watu wakupie katika khairati mbalimbali, kwa kuwa muda wenyewe sio rafiki, basi Allah humaanisha. Lakini akthara an-nasi la ya'lamun, watu wengi katika sisi hatujui, hatutambui, hatupupii, hatushawishiki. Hata mashaikh mbalimbali watatoa mawaidha, watazinukuu aya za Allah, watanukuu hadithi mbalimbali za Mtume, ikiwepo ile ya mwenye kupata hasara kwa kuingiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani kisha ukaondoka, hakuwa ni mwenye kusamehewa. Bado hili alimstui mtu. Unafika mchana wa Ramadhani anafanya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Unafika usiku wa Ramadhani hafanyi ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hajipindi kwenye swala, hawahi misikitini kupata jamaa, aswali kabisa, misimamo vya tarawih anavikimbia. Qiyamul layli, basi amke usiku amwombe Mola wake. Tarawih yeye hatakuswali, pengine ana hili yake anakwambia Mtume akuswali tarawih, lakini qiyamul layli ipo siku zote, haamki. Dua mbalimbali ajikurubishe na Allah hafanyi. Kufuturisha waislamu wenzie walau kwa watende hafanyi. Kuchunga kauli zake hachungi. Ramadhani inaondoka, hakuwa ni mwenye kusamehewa. Huyu amepata hasara, huyu ameangukia kuwa, kwa mujibu wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na katika dua ambazo malaika Jibril aliziomba na Mtume akalazimika kuitikia amin. Azimshtue Muislamu. Tasoma ahadithi mbalimbali hapa. Man qama, man sama. Muislamu ashtuki. Lakini Muislamu huyu muweke kwenye bonus za kidunia. Ukilipia leo shilingi 2000 kwenye salio la internet, kwenye mtandao wako wa Yas, leo utapata GB 10. Kila mtu atalipia shilingi 2000. Hata kama kwa muda huo mfukoni hana, atafanya kila maarifa. Ikibidi kukopa atakopa, apate hiyo shilingi 2000 ili aweze kulipa, kwa sababu ya ule uzito wa ofa iliyotolewa na mtandao, kwamba kuna GB 10 na kikawaida GB moja huuzwa shilingi 2100. Yeye anaambiwa kwenye shilingi 2000 kamili atapata GB 10, atakupia ofa hiyo. Na yeyote ambaye itatokea pengine hakulisikia tangazo hilo, hakuiona message hiyo, akaja kupewa taarifa tayari muda umeisha, wenzao tulipata ofa GB 10 kwa shilingi 2000, huzunika, huumia. Tena muda mwingine hulalamikia, kwa nini hamkunitaarifu? Kwa nini hamkunishua? Ofa imenipita hivi. Subhanallah. Huwalalamikia ndugu zake na huwaona kama vile ni watu ambao hawamjali mwenzao. Kwa nini ofa kubwa kama hii inafika hatushtuani ndugu yangu? Lakini amisha ofa hizi za kiduniawia, njoo sasa kwenye ofa ya akhira. Allah ameweka ofa mbalimbali. Rak'at al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Raka 2 za kablia ya salatu al-fajr, mtu akisidiriki raka 2 hizi, malipo yake, uzito wake, thamani yake ni bora kuliko dunia na vilivyomo, wala mtu akupi. Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadana, man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yote haya mtu akiyafanya akiwa na imani, nafanya haya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi ni mu'min, mimi ni Muislamu, hii ni desturi yangu, natakiwa niifanye, ni kwa ajili ya Allah wa ihtisaban. Na nikifanya hivi kwa ajili ya Allah,
huyu Allah ndiye atakayenilipa, hakuna mwingine. Najipinda hivi, nataraji kabisa huyu Allah atanilipa. Mtu wa namna hii ameambiwa na Mtume, rehma na amani juu yake, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atapata bonasi kubwa kweli, kubwa ya bonasi, pengine kuliko bonasi zote, kwa kusamehewa dhambi zake zote zilizotangulia. Hii ni bonasi ya aina gani? Lakini mbona hatupokei? Mbona hatupeani michongo? Hatupeani connection? Mashekhe wakisimama kutupa connection tunatukia, lakini connection hizi tukipewa na ndugu zetu katika masaili ya kidunia tunafurahia. Tena tukiwaona watu wa maana, mtu wa maana kabisa, bila wewe nisingepata ofa hii. Bwana, kuna mkopo unatolewa kule hauna riba, milioni 5. Bwana, kuna tajiri bwana anagawa futari leo zetu maeneo fulani, huyu mtu wa maana hajawahi kumtupa huyu. Kitokea fursa yoyote lazima aniambie. Lakini shekhe ambaye anakupa fursa itakayokufaa baada ya kuondoka kwako hapa, unamwona ni mtu jao, ni mtu anayepoteza muda, ni mtu yani kikwazo kwako. Muda mwingine ukimwona shekhe uso kwa macho hufurahiki kukutana naye, kwa sababu kukutana naye hata kuacha salama, pengine kuna jambo atakunasihi. Sasa wewe ni kero kwako. Lakini kumbe katika haki ya kupenda mtu ambaye anakupa connection, haki ya kwanza ilipaswa uwapende hawa mashekhe, uwapende hawa maimamu, kwa sababu connection yao ni connection ya uhakika, ni connection itakayokusaidia, itakayokufaa baada ya kuondoka katika mgongo huu wa ardhi. Tena muda mwingine inakufaa hapa hapa kabla hujaondoka, lakini unapuuzia. Sasa ndugu zangu, tuazimieni kubadilika. Yaliyopita si ndwele, Waswahili wamenena. Ugangeni yajayo, nikimaanisha nini? Tayari 15 imepita, nusu nzima ya mwezi imeondoka, tuko kwenye nusu ya pili. Huenda mambo mengi katika nusu ya kwanza hatukuyakamilisha kwa ajili ya kumridhisha Allah, kwa ajili ya kupata ule uzito wa kusamehewa dhambi zilizotangulia. Wallahi thumma wallahi hatujachelewa. Naulia tena, wallahi thumma wallahi hatujachelewa. Kuna nusu nyingine imebakia hii. Laiti kama kila mtu ataazimia leo hii akamwomba Allah msaada, na kuhakikishia wewe utakuwa ni mwenye kunufaika na hiyo Ramadhani kuliko pengine hata wale ambao walianza tokea mwanzo. Ishu ni maazimio tu ndugu zangu. Kwa hiyo niwahusie sana ndugu zangu, bila kusahau kuhusia nafsi yangu juu ya kujipinda na kuacha mazoea katika mwezi wa Ramadhani. Kuna watu tuna mazoea, misimamo ya tarawih, misikiti mbalimbali watu wanasimama wakimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunaondoka tu biduni dharura, hatuna dharura yoyote tena kisheria, hatuna dharura ya kisheria, tunajiondokea. Tunapuuzia, tunadharau, hata pale ambapo mashekhe zetu wanatukumbusha sisi tunapuuza. Mtu wa namna hii namuombea kwa Allah na namtaarifu aache mara moja tabia ya kupuuza ukumbusho, kwani madhara yake ni makubwa mno. Mtu yoyote anayekumbushwa juu ya Allah, juu ya neema fulani, alafu akaleta kiburi kwa kutosikiliza akaondoka, huyu mtu ana adhabu kali. Fabashirhu bi'adhabin alim. Fa idha tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra. Fabashirhu bi'adhabin alim. Mtu wa namna hii anakumbusha jambo fulani, muda mwingine imamu anasimama hapa, jamani ndugu zangu, mtu anaondoka. Unaona kabisa huyu anaondoka, huyu katika hali ya kiburi, katika hali ya kulipuuza. I don't care. Kauli hii wanaisema watu wengi kwa vitendo, kwamba sijali, anaondoka. Mtu wa namna hii wala mustakbiran ka'an lam yasmaha, kana kwamba yale anayoambiwa hasikii, au kana kwamba kwenye masikio yake ameweka pamba, kwa hiyo hana kinachoingia katika masikio yake. Fabashirhu bi'adhabin alim. Mtu wa namna hii mpe habari, mbashirie habari iumizayo, adhabu iumizayo, adhabu inayoumiza. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Kwenye aya nyingine huko, anayepuuzia huu utajo huu, mawaidha yangu haya, ukumbusho wangu huu Allah subhanahu wa ta'ala, anayepuuza, mtu wa namna hii
lahu ma'ishatan dhanka, atakuwa na maisha ya dhiki sana hapa duniani. Kwanza atateseka sana, hata kama kwa macho ya kawaida tunamuona ni mtu mashaallah ana maisha yake ana riziki, lakini anakuwa na dhiki, na ile dhiki haiondoki. Unakuwa ni mwenye kupuuza ukumbusho wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na siku ya kiyama mtu wa namna hii atafufuliwa akiwa katika hali ya upofu. Na ni kawaida mwanadamu, ukimfanyia jambo lisilompendeza hakai kimya, huyo sio mwanadamu. Maumbile ya mwanadamu, ukimfanyia jambo lisilompendeza, jambo ambalo kwa kawaida analiona si la kawaida, lazima ataleta complain tu. Basi hali hiyo ya mwanadamu ipo mpaka siku ya kiyama. Baada ya kuona amefufuliwa katika hali ya upofu, atalalama tu kwa Mola wake, Rabbi, ewe Mola mlezi, lima hashartani a'ma, amlalamikia Mola wake tena, kwa nini alimfufua kipofu, faqad kuntu basira, na aliyakuwa duniani nilikuwa nikiona. Allah atamwambia vivyo hivyo, ulikuwa ukiletewa wewe aya zetu, ukiletewa ukumbusho wetu, jamani Ramadhani hii tujipinde. Nijipinde nini bwana? Nini bwana? Naachaje mimi drafti? Naachaje mipira? Ninamwachaje yule kimada wangu bwana? Acha nikastarehe bwana, maisha yenyewe mafupi haya, acha nile ujana. Mtatubu, hakuna shida. Mungu bwana anaangalia imani katika moyo bwana. Hayo mavazi nini bwana? Dini matendo, dini imani. Kuna watu wasema hivyo, dini imani. Mimi imani yangu namwamini Mungu bwana, yupo atanisaidia. Anataraji kwa Allah hali ya kuwa hajaandaa matarajio yenyewe haya. Mwisho siku Allah anakuja kumchukua, hana alichokifanya. Barafuliwa kipofu, atalalamika na Allah atamjibu, ulikuwa ukikumbushwa wewe, ukileta majibu ya hovyo unapuuza. Wakadhalika al-yawma tunsa, kama atajibu tudani. Na sisi leo tunakupuuza. Allah tukushie tusiwe miongoni mwa wenye kupuuza siku ya kiyama. Uzanguni ya kuzungumza yako mengi. Huu mwezi huu wenzetu waliopita wema waliotangulia wakiongozwa na mtume wao na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikuwa wakijipinda haki ya kujipinda, wanaacha kuyafanya yale ambayo hayamridhishi Allah, bali wanayafanya na kuyatekeleza yale ambayo Allah anayahitaji. Angalia, tunaelekea kwenye 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Vipi mtume rehma na amani ziwe juu yake pamoja na masahaba waliotangulia wote walikuwa wakifanya katika 10 la mwisho? Katika hadithi, ipo hadithi ya Bi Aisha radhiallahu ta'ala anha wa ardaha, anasema alikuwa mtume wa Allah rehma na amani ziwe juu yake, yajitahidu fil ashr al-awakhir, alikuwa ni mwenye kujitahidi katika 10 la mwisho, ma la yajitahidu fi ghayri, tofauti na zile ijtihadi ambazo alikuwa akizionyesha katika siku tofauti na 10 la mwisho. Maana yake zile siku 20 za mwanzo zile ijtihadi yake Nabiiullah ilikuwa ni kubwa, lakini kwenye 10 la mwisho ilikuwa ni kubwa zaidi. Huyu ni nani? Ni Nabiiullah, bora viumbe, kiongozi wa mitume, mtu bora kuliko wote katika ulimwengu huu. Ubora wake mpaka malaika hawamuingii, maana hakuwa tu ni mtu bora, bali amekuwa ni kiumbe bora. Kwa kila chenye sifa ya kuumbwa hakiwezi kufika thamani na quality aliyokuwa nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, walakin kana yajtahidu fi ashr al-awakhir min Ramadan. Pamoja na yote na wasifu wote huu aliokuwa nao, alikuwa ni mwenye jitihada, anajipinda katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani kuliko ambavyo alivyokuwa akijipinda katika 10 mawili aliyotangulia. Huyu ashasamehewa madhambi. Huyu ukimweka kwenye mizani na kiumbe chochote unachokijua wewe haingii. Nikisema kiumbe chochote, kuna viumbe vingi hapa, Malakul Jibril na malaika wengine ambao la yasuna Allah ma amarahum, daraja zao ni kubwa, lakini mbele ya mtume wetu Muhammad si kitu wao. Njoo mitume mingi, Nabiiullah Ibrahim, Nuh, Musa, Isa na wengine wengi, mbele ya mtume Muhammad si kitu wao. Pamoja na uzito wa sifa yake hii, uzito wa wasifu wake huu,
Huyu mtume wa Allah alikuwa akijipinda. Fa kaifa ana wa antum, sasa inakuwaje vipi kwangu mimi na nyinyi ambao tuseme tulinganishe wasifu wetu hata tu kwa baadhi ya mashaikhi ambao wapo katika nchi hii, hata tu kwa baadhi ya watu, kuna baadhi ya mawali wapo katika nchi hii na dunia hii kwa sasa, tukisema tujilinganishe nao tutakuta distance ni kubwa. Nisiseme kwa matabi'in, nisiseme kwa sahaba wakina Abu Bakar as-Siddiq, Umar al-Faruq, wa Uthman ibn Affan, wa Ali wa Ibn Abbas na wengine wengi. Hawa hatuwezi kulingana nao katika mizani, walikuwa wakijitahidi namna hii. Yani ni mfano mdogo naweza nikautoa, japo haushabihiani sana katika masala ya kielimu. Yani katika darasa, siku zote darasa shuleni, hata chuoni, kunakuwa na wale majinias ambao Allah amewajalia hao ufahamu wao ni tofauti kabisa na watu wengine. Unapokuja kwenye maandalizi ya mitihani, unawaona wale ambao unawategemea kwamba hawa swali lolote mwalimu akiuliza darasani tayari sio kidole anajibu. Lakini unashangaa kwenye kujiandaa na mtihani yuko serious kweli kweli, muda wote na madaftari, muda wote na vitabu. Matarajio yetu sisi ambao ndo tunawasimamia wale wanafunzi, sisi ambao ndo tunawalea hao wanafunzi, kwamba ikiwa hawa ndo vichwa vya darasa wanataabika kiasi hiki kushika madaftari, wanakesha usiku, wanaweka maji, miguu wanaweka kwenye maji, wasilale, wanakesha kwa kusoma na kupitia, wakati hao ndio majini ya darasa, basi expectation yetu sisi, matarajio yetu sisi kwa hawa ambao ufinyu wao kwenye maarifa, akili zao zimekuwa kidogo chini, wamekuwa na uelewa wa taabu, basi hawa watajipinda maradufu ya hawa wanaojipinda. Ndio matarajio yetu. Lakini huwa tunasikitika muda mwingine na kushangaa kuona wale ambao darasani mara nyingi wao katika majibu matokeo wanakuwa wako chini, ndio wanaoshika mikia darasani, eti hawataabiki kabisa, hawahangaiki. Wale ambao kila siku wao wanakuwa top na wanao uwezo wa kuto kupitia na bado wakafaulu, unamuona anataabika. Ili jambo litakushangaza na lazima lishangaze. Sasa mfano kama huu unaweza ukauleta kwa kuangalia nafasi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhidi ya viumbe wengine. Nafasi yake ni kubwa, wasifu wake ni mkubwa, uchamungu wake ndio atqa kuliko sisi wengine wote, lakini anajipinda katika shahru Ramadhan, hasatan katika 10 la mwisho, kuliko ambavyo alikuwa akijipinda katika siku zingine. Wewe salatu tarawih unaondoka, wewe jamani sadakati tutoeni kwa ajili ya Allah unaondoka, wewe lindeni saumu zenu, bakini msikitini, fanyeni itikafu, ulindi unatoka, unakaa vijiweni katika stori zenu 3 mwasengenya watu, katika maneno yako 10 5 ni uongo, katika matendo yako 20 mawili ndio mazuri, unakula riba, unacheza kamari ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, unaenda kubeti. Subhanallah. Wewe ambaye ukisimamishwa hapa na Abu Bakar as-Siddiq ni mbingu na ardhi, unafanya hivi? Kiongozi wako, mtume wako ambaye yeye ashasamehewa madhambi na bila shaka ni uhakika atakuwa katika Firdausi al-A'la kabisa kule, yeye alikuwa akijipinda muda mwingine katika qiyamul layl mpaka miguu inavimba. Wewe mwenzangu na mimi, wewe kinachokuaminisha ni kipi? Kipi kinachokupa kiburi wewe ukajiona kwamba mimi nishamaliza, sina haja ya kusumbuka, pepo nitaipata tu? Ndugu zangu, pepo tutaipata na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie, lakini jitihada ziwepo. Kupitia tu hii saumu tutapata pepo kama tutashikamana na saumu, haki ya kushikamana. Kwani hata Mtume rehma na amani ziwe juu yake ametuambia katika pepo kuna mlango unaitwa Ar-Rayyan. Mlango huo wanaingia wafungaji tu, hakuna mwingine atakayeingia zaidi ya yule mwenye kushikamana na saumu. Fa idha dakhalu, upinde anapokuwa ameingia ule mlango ufungwa na hatoingia mwingine yote tena. Patasema aina saimun, wako wapi wenye kufunga? Watainuka, na watainuka wenye kufunga tu. Kufunga kwa maana ya kufunga kisheria, aliulinda na kuichunga saumu yake. Kwa hiyo kama ni issue ya pepo, tushikamane na hii saumu, tutapata pepo. Shikamana na vitu vingine, utapata pepo. Kwa hiyo tuache matarajio makubwa wakati jitihada hazipo.
matarajio yaendane na jitihada zetu. Ndugu zangu, tujitahidini. 10 la mwisho kuna mambo mengi tunapaswa kujitahidi nayo. La kwanza, tujifunzeni kwamba mtume wa Allah pamoja na ubora wake na fadhila zake alikuwa akijitahidi kwenye 10 la mwisho tofauti na ambavyo alikuwa akijitahidi katika 10 mengine yaliyopita. Katika hadithi nyingine ya Bi Aisha radhiallahu ta'ala anha. Na kwa nini nimezungumza hivi? Nazungumza hivi kwa sababu wiki ijayo tutakuwa ndani ya 10 la mwisho biidhnillah tabaraka taala. Kwa kama tutakuwa ndani ya 10 la mwisho, basi tunapaswa kupeana miongozo kuelekea kwenye hilo 10 la mwisho kipindi hiki. Kwa yule ambaye anahisi nyuma huku washaboronga, basi akisikiliza hutuba hii, akisikiliza nasaha hizi, azimie na muombe Allah amsaidie kujipinda kwa hizi siku chache zilizobakia. Katika hadithi ya Bi Aisha nyingine radhiallahu ta'ala anha, qalat, anasema Bi Aisha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huyu mtume wa Allah alikuwa pindi linapoingia 10 la mwisho, idha dakhala al-ashr, pindi linapoingia 10 la mwisho, ahya al-laila, mtume alikuwa akihuisha usiku wake katika ibada. Alikuwa halali, aishi peke yake. Ku anfusakum wa ahlikum nara, sio wewe baba wewe unaamka alfajiri unaenda kuswali peke yako, mkeo amekoroma analala, watoto wako wako chumbani, bwana watoto walale bwana, unawaacha wanalala chumbani. Siku za shule unawaamsha saa 10 wajiandae kwenda shule. Katika usia wako unawaambia tusomeni kwa bidii, someni kwa bidii. Hata siku moja nilikwambia jamani, hakikisheni mnasomesha swala 5. Hata siku moja, wakati Allah anamwamrisha mtume na sisi tunaamrishwa wa'mur ahlaka bis-salah. Lakini hata mara moja ukuwahi kuwaambia watoto wako, jamani watoto wangu, swala, hakikisheni mnasomesha swala. Hujai kuwahofisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ukiamka asubuhi, vipi? Shule umeenda leo? Unaenda leo shule? Mbona uko hapa? Uende shule? Leo kuna mitihani. Kama sijisomea. Wewe unawaza tu dunia peke yake. Sasa huyu mtume wa Allah anafuata sunna ambayo Allah ameiweka ya sisi kujiokoa na kuwaokoa wanaotuzunguka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kwa hiyo alikuwa akiamka yeye akiuhuisha usiku wake, wa ayqadha ahlahu, lakini pia alikuwa akiamsha jamaa zake, watu wake, wake zake, akiwaamsha wake zake kwa ajili ya kufanya ibada katika 10 la mwisho. Wajadda wa shadda al-mizan. Huyu ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alikuwa akijikaza namna hiyo kwa ajili ya kumwabudu Mola wake. Anajua fadhila zilizokuwepo kwenye 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Anajua utukufu wa Lailatul Qadr ambayo khairu min alf shahr. Mashekhe wanatuambia kila siku, wanatupa tafsiri mbalimbali katika suratul Qadr hii, alimradi angalau tupate ile hamu, mtu apate hamu ya kufanya mambo mazuri. Lakini imekuwa ni mazoea, Lailatul Qadr khairu min alf shahr, kufanya ibada kwa miezi 1000 si kitu kuliko mtu ambaye ameweza kudiriki usiku wa Lailatul Qadr. Mtu hata alimshtui hilo, miezi 1000 takriban miaka 83. Katika takwimu hapa tuliokuepo msikitini humo, wenye umri huo wa miaka 83 hapa, kama watakuepo, nina uhakika kabisa wazidi watu 7. Na wakizidi basi kuna wengine Allah amajalia dongo zuri bwana, huenda mtu nikamdhania kwa afya yake kumbe akawa amezidi huko. Lakini na uhakika mimi tuliokuwemo msikitini walozidi 83 hawazidi watu 7 waikao nao. Sasa wewe kwa kushikamana na kutafuta usiku wa cheo kwenye mwezi wa Ramadhani 10 la mwisho, ukaupata usiku wa cheo, ukakukuta usiku wa cheo ule katika ibadati ukimwomba Mola wako, malipo yake ni sawa na mtu ambaye amefanya ibada katika umri wa huyo mzee unayemuona hapo miaka 83, 82, 80. Yaani ile miaka yake yote aloishi ni nothing kuliko wewe utokifanya kwa siku moja, usiku mmoja. Alafu tukiambiwa miaka 83 au tukiambiwa miezi 1000, ndugu zangu, ni miezi 1000 ya ibada. Sio tu miezi 1000 au miaka 83 ambao wazee wetu hao ungeuliza historia zao, pengine kipindi vya ujana walikuwa wanajua walikuwa wakiyafanya. Lakini ni miezi au miaka ambayo mtu ameshikamana na ibada, si kitu kuliko mtu ambaye anaupata usiku wa Lailatul Qadr. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tupate usiku wa Lailatul Qadr.
Nikimalizia kukumbusha swala la itikafu, kwani pia katika mambo ambayo kipenzi chetu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akishikamana nayo pia ilikuwa ni itikafu. Katika kila anapoingia 10 la mwisho wa mwezi wa Ramadhani alikuwa akifanya itikafu kila mwaka, na katika riwaya mwaka wake wa mwisho kabla Allah hajamchukua alifanya itikafu kwa siku 20. Alikuwa anafanya itikafu Mtume kila mwezi wa Ramadhani 10 la mwisho anafanya itikafu, lakini mwaka wa mwisho kwa uhai wake Allah akamjalia akafanya itikafu siku 20. Sasa na sisi tufuateni sunna hii, tunampenda mtume wetu, basi tumpateni ukweli wa kumfuata ili tupate yale malipo stahiki. Na Lailatul Qadr inatafutwa katika hadithi mbalimbali, mtume ametuelekeza. Zipo hadithi nyingi juu ya Lailatul Qadr. Ipo hadithi inatuambia tukusudie usiku wa Lailatul Qadr kwenye 10 la mwisho katika siku za witri. Ipo hadithi ambayo anasema Mtume sallallahu pia katika hadithi ambayo alipokea Abu Daud akikusudia usiku wa 27 Lailatul Qadr, Lailatul 27. Lailatul Qadr ni usiku wa 27. Hii ni hadithi pia ipo. Kwa hiyo almuhim tujipinde 10 la mwisho, tutafute usiku wa Lailatul Qadr 10 la mwisho lote tutafute kadri ya uwezo wetu. Tuamke siku zile za kuamkia witri, tuamke, lakini usiku wa 26 27 tusiuache, kwani katika hadithi huu umetajwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Almuhim tuamkeni, tusilale ndugu zangu, tuhamasike, tuache mazoea. Allah subhanahu wa ta'ala atatulipa. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala tukubalie somo zetu. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala tukubalie misimamo yetu. Lailatul Qadri Allah tujalie tuwe miongoni mwa wenye kudiriki katika maisha yetu. Allah tabaraka ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun wa idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. فقال عز من قائل العليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. Ndugu zangu watukufu wa Islam, nahusia nafsi yangu bila kusahau kuhusia juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Muda sio rafiki, muda umeisha, lakini tunaendelea kusisitiza ndugu zangu, tubadilikeni, tuwe tunawahi mapema msikitini, hasa katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Muda mwingine kuchelewa kwetu kumaliza kunatokana na nyinyi pia kuchelewa kufika. Huwa tunaviziana na baadhi ya nukta tunakusudia tufike wengi tuzungumze. Kwa hiyo huwa tunavizia mkifika wengi tunaanza kuzungumza na muda mwisho wa siku unakuwa ni wenye kwenda. Kwa hiyo kuepusha mtono huu, tujitahidi tuwe tunawahi mapema msikitini. Kwanza ndivyo tunapata mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini pili kuna malipo makubwa kwenye kuwahi msikitini. Dini yetu inakataza mazoea. Dini yetu haitaki mazoea. Tumepewa slogan nzuri ya kujitambua na kubadilika na kuacha mazoea. Ukifuatilia slogan hii, ukifuatilia kwa maana ya tafsiri kamili ya Kiswahili, utagundua kitu. Jitambue wewe ni nani. Baada ya kujitambua wewe ni nani, upo kwa ajili ya nini, lengo hasa la kuletwa duniani ni lipi, basi utabadilika. Na wakuwa ushabadilika, yale mambo ulikuwa ukiyafanya kiada, kimazoea yako, tunazoea kwenda saa 7 msikitini swala Juma, unazoea kutokuswali jamaa, utaacha mara moja mazoea hayo. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitambueni sisi ni nani, tumekuja kwa muda maalum. Ukifika muda wetu hakuna tena option, hakuna tena excuse ya kuendelea kuishi katika ulimwengu, bali Allah subhanahu wa ta'ala atatuchukua. Hivyo tujiandae namna ya kukutana na Mola wetu kwa kufanya amali mbalimbali. Ndugu zangu, ni mwezi wa Ramadhani unatuondokea. Muwadda'un ya Ramadhan. Tulianza juzi, hivi sasa tunakaribia kumaliza. Niwaombee kwa Allah na nijiombee mimi pia, tuazimie kwenye hizi siku zilizobaki
tuongeze juhudi kama ambavyo Mtume alikuwa akifanya juhudi kuliko siku zingine. Ndugu zanguni, qiyamul layl tusiache. Ndugu zanguni, dua mbalimbali tuombe. Bora dua ambayo imepokelewa, imesuniwa katika 10 hili la mwisho, na hasa katika siku zile tutafuta usiku wa cheo, ni dua ambayo mara nyingi wakiisoma hapa na tunaipuuzia, lakini dua ina maana kubwa sana. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ewe Allah, ewe Mola wa haki, hakika wewe ni mwenye kusamehe. Sio tu mwenye kusamehe, bali hilo tendo la kusamehe pia unalipenda. Tuhibbul afwa, unapenda kusamehe, basi tusamehe sisi waja wako. Hii dua ikae mdomoni kila mara katika kipindi hiki mpaka kuisha kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kila muda upo unafanya kazi yako, soma dua hiyo. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Upo katika shughuli zako, soma dua hiyo. Upo barabarani katika matembezi, soma dua hiyo. Kwenye jambo, upo kwenye kikao, kama umekaa unasikiliza kikao, soma dua hiyo. Almuhimu tuikithirishe sana, ili Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kutusamehe. Mwisho, bora sadaka ni sadaka inayotolewa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo ni wasihi pia ndugu zangu kuhusu kutoa sadaka katika kipindi hiki, na hapa msikitini kwetu tuna mambo mbalimbali tunakusudia kuyafanya, na hidima ziko nyingi, na watu wa kusimamia hidima hizo ni mimi na nyinyi. Hivyo niwaombe baada ya swala, kwa yote ambaye Allah amemruzuku riziki walau kidogo, basi aoneshe shukrani kwa Mola wake, ikiwa kweli anahitaji kuzidishiwa katika riziki zake, kwani siri ya kuzidishiwa ipo kwenye kushukuru. Ukishukuru Allah ukuzidishia, ama usiposhukuru basi utaangamia na utapoteza. Na tukumbuke kuna dua ya malaika kila siku ya Allah, wanamuombea yule mwenye kutoa, Allah amuongezee badala katika kile ambacho anakifanya. Hivyo basi baada ya swala atakayesimama katika sisi akatukumbusha, ndugu zangu, tushikamaneni kwenye sadaka, tutoeni sadaka bora katika mwezi huu wa Ramadhani. Allah usipokea, Allah utufanyie wepesi katika mambo yetu. Hivyo Allah ajalie mimman yasami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie somo zetu. Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie misimamo yetu. Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe dhambi zetu. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie malipo ya pepo ya Ar-Rayyan, mlango wa Ar-Rayyan ambao ameuzungumza Mtume wetu Muhammad, unatokana na wale ambao wameufunga. Allah tujalie tupate mlango huo. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم ارض عن خلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين سيدنا علي عثمان بن عفان، وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم ربنا اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل صلاتنا، اللهم ربنا تقبل صيامنا، اللهم ربنا تقبل قيامنا، اللهم ربنا تقبل قيامنا، اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.